Jioni ilivyogubikwa na sintofahamu, klabu ya Simba Sport, miamba ya soka Afrika Mashariki, ilijikuta katika wakati mgumu baada ya kupoteza mchezo muhimu dhidi ya Petro Atletico. Matokeo yaliyozua maswali mengi kuhusu mikakati na uwezo wa timu hiyo mbele ya ushindani mkali wa ligi ya mabingwa Afrika, kama ilivyoelezwa na kocha mkuu wa Simba Sport Dimitar Pantev kufuatia mchezo huo. Matokeo haya si ya kushangaza sana, kwani anaonekana kuyatafuta mwenyewe kutokana na maamuzi ya kiufundi yaliyochukuliwa. Kauli hii inafungua mlango wa uchambuzi wa kina kuhusu kile kilichotokea uwanjani na jinsi ambavyo walivyokwama kutekeleza mpango wa mchezo. Katika mchezo huu ilibainika wazi kwamba Simba imebadilika kiuchezaji, hasa katika uwezo wake wa kusukuma mashambulizi yenye nguvu na kasi. Kulegalega huku kuliwapa Petro Atletico nafasi ya kujiamini zaidi bila hofu ya kufanya makosa mengi ambayo yangeweza kuigharimu timu. Ilionekana kukosa ule uimara wa kimbinu ambao umekuwa sifa yake, ikionyesha uzoefu katika maeneo muhimu ya uwanja. Moja ya dosari kubwa zilizojitokeza ni fursa za wazi za kufunga zilizopotezwa. Wachezaji kama Morris Abraham na Elie Mpanzo walikosa magoli ya wazi, kitendo kinachoonyesha si tu ukosefu wa umakini bali pia ni shinikizo la kisaikolojia lililokuwepo kwa washambuliaji. Licha ya kasoro hizi, kiini cha tatizo kilikuwa ni timu kucheza mpira usio na kimkakati, mchezo uliokosa mwelekeo wa wazi na kupishana na falsafa ya ushindi wa nyumbani. Maamuzi ya kocha kuhusu kikosi cha kwanza pia yalikuwa na athari kubwa, kutokuwepo kwa wachezaji wenye uzoefu na uwezo mkubwa kama Steven Mukwala na Jean Charles Ahoua katika kikosi cha kwanza, na badala yake kuanzia benchi kuliifanya Simba kucheza kama ipo ugenini. Wachezaji hawa ni nguzo za timu na uwepo wao ungeongeza makali na utulivu uwanjani. Kocha Pantev anakumbusha wajibu wake. Simba ikiwa inacheza nyumbani inahitaji matokeo ushindi pekee. Hakuna namna nyingine ya kuficha matokeo haya mabaya. Ligi ya mabingwa hairuhusu makosa. Kila mchezo nyumbani lazima uwe na kielelezo cha utawala na ubabe wa timu. Hata hivyo, nafasi bado ipo kuelekea robo fainali. Mazingira yanahitaji sana Simba ijifunze namna ya kushinda mechi za nyumbani. Ni lazima kocha afanye marekebisho ya haraka katika uteuzi wa wachezaji, mikakati ya kisaikolojia ya wachezaji. Mashabiki pia wanahitaji kuona timu yao ikirudi kwenye ubora wake na kuonyesha uthubutu wa kuendelea mbele katika mashindano haya makubwa ya klabu bingwa barani Afrika. Simba sasa itaelekea ugenini kukabiliana na Stade Malien ya nchini Mali baada ya kipigo cha bao 1-0, huko Stade Malien yenyewe ikisare na Esperance de Tunis, yani draw ya bila kufungana. Simba anaburuza mkia kwenye kundi lake. Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutupa support Nile TV. Tunakuomba usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka kuwa jana Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rabat, huku Singida wao wakichakazwa bao 2-0 dhidi ya CR Belouizdad. Leo Simba Sport imechakazwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Azam FC ikichakazwa bao 2-0 dhidi ya AC Maniema kutokea DR Congo. Ni Young Africans pekee ndio imeibuka na ushindi katika michezo hii ya CAF Champions League kwa upande wa Tanzania. Endelea kutufuatilia kwa update mbalimbali, tukikusogezea uchambuzi wa kile ambacho tumeshuhudia katika michezo hii minne. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, zikiwakilisha timu mbili, Azam FC Singida Black Stars zikifungwa bao 2-2, huku Young Africans kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika akishinda bao 1, huku Simba ikichapwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mimi ni Lizo Sport, endelea kuwa nasi, subscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.